Mteni, habari? Salama. Uko sawa sawa? Ya, niko sawa sawa. Maandalizi yanakwendaje na vijana ambavyo ukiwatazama kuelekea mechi kubwa kabisa na klabu ya Simba, mechi ambayo ni hatua ya 32 bora? Ya, kwanza kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa maandalizi ambayo tumekuwa tukiendelea kuyafanya kutoka mchezo uliopita wa hatua 64 tukawafuzu kuja hatua hii. Tunacheza na timu kubwa inafahamika, sio Tanzania peke yake, hata Afrika nzima. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri, tunashukuru Mungu. Tekniko na mwalimu wote wanafanya kazi yao kuona kwamba tunaenda kuwakabili vipi Simba. Kwa alhamdulillah tunaendelea vizuri na tuko tayari kwa mchezo. Unazungumza nini na vijana wako ukizingatia mnakwenda kukutana na timu kubwa, timu ambayo ina historia kubwa kulinganisha na timu yenu ambayo mnaichezea? Of course hamna mtu ambaye hajui Simba. Kwa sisi kwenye timu yetu wanaijua Simba. Kwa sisi ambao kwa namna moja au nyingine tumekuwa wachezaji viongozi, tupo katika kuambizana, kupeana feedback za hapa na pale kuhusu uelewa wangu au uelewa wa kila mmoja kuhusu Simba, kuona jinsi gani tunaweza kuwakabili katika mchezo. Pia tuna seniors kwenye timu, wakina Maridaga, wakina nani ambao sio mara moja mara mbili kukutana na Simba. Kwa hiyo kila mmoja anatoa experience yake, kuona anatoa namna gani kwenda kuikabili Simba, kutoa pressure, kuona ni mchezo wa kawaida kwa sababu vile vile ni mchezo wa mashindano. Kwa mchezo wa mashindano waga approach zake zinaeleweka, tofauti na mchezo wa ligi. Ligi mtu anaweza kaja mipango inakuwa mingi sana, lakini mchezo wa mashindano maana lengo ni ushindi. Mshindi lazima apatikane vyovyote vile. Kwa hiyo ukiweza kuchanga karata zako vizuri, unapata matokeo mazuri katika mchezo. Yeah. Na kwa nafasi ambayo unacheza sasa, unakwenda kukutana na timu pinzani ambayo kwenye nafasi ya kukuzuia wewe wako imara kwelikweli katika mechi za hivi karibuni. Hii inakupa pressure labda kuona unakwenda kukutana na safu ngumu ya ulinzi? Hapana, hainipi pressure, ila inanipa wake up call kwa kuona unaenda kukutana na mabeki wazuri au safu ya ulinzi nzuri, kwa umakini unatakiwa uongezeke zaidi. Kwa ni kama wake up call, unajua so pressure, uweze kupata pressure. Wengine wanapata pressure kwamba sasa itakuwaje? Ni kweli. Kibinadamu hiyo lazima iwepo, kwa sababu mkubwa siku zote lazima umheshimu tu. Mkubwa lazima aheshimiwe. Mkubwa ni mkubwa. Kwangu mimi pressure sina, ila tu inanipa kwamba natakiwa niwe makini zaidi, sio kuogopa au kuwa na hofu. Yeah. Na kwa kutazama sasa ile safu kwa namna ambavyo ilivyo kwenye mechi za hivi karibuni, wametoa sare na Dodoma, wamekwenda kupata suluhu pia dhidi ya watani wao kwa maana ya Young Africans. Kwa nani pale angalau ndio utapata upenyo? Hapana, naheshimu kila mmoja, ila inaweza kawa afadhali kwangu mimi kwa maana hawanijui wachezaji, hawanijui wanafanya mikimbio yangu vipi, hawanijui, lakini nimewaona na wajua. Kwa sio mimi tu, wenzangu wote hawajui, kwa sababu sisi wao tunawaona karibia mara kwa mara, kila wiki wacheza mechi zao tunawaona, lakini sisi hawatuoni sana, labda watupekue kweli kweli katika hizo akisi ambazo zinaonyesha ligi yetu sisi ya championship. Kwa hiyo kuna faida kwetu sisi na kwangu mimi binafsi na safu ya ushambuliaji wenzangu, kwa defense yao tunaiona wa strength zao ziko wapi, weaknesses ziko wapi. Kwa hiyo sisi tutaona namna gani na mwalimu wetu atatuelekeza vipi kwenda kuibiti defense. Inshallah tutapata matokeo mazuri. Goli ngapi mpaka hivi sasa kwenye championship? Kwenye championship nina magoli 11. Nyuma ya yupo mtu ambaye anaongoza pale juu, nafikiri ni Obrechilo. Ndio magoli 14. Mimi na goli 11. Nyingi kweli huko kwenye ligi hakuna ambaye amefika hata goli 10. Hongera sana. Asante. Huko ana 5 hivi 8. Kinara ana 8 Fabrice Ngoi. 7 8. Shukrani sana. Nasubiri kuona hayo makali yako kwenye mechi na klabu ya Simba. Nione. Sawa, tuombe Mungu inshallah. Mungu ajalie heri. Basi tutafanya vizuri. Sawa, kwa mashabiki wenu ambao wapo bega kwa bega na nyinyi, lakini pia uongozi, mnauahidi nini kuelekea mechi hii? Kwanza tunatoa shukrani kwa mpaka sasa wale wanaendelea kutuunga mkono, wana imani na sisi, tunaomba waendelee hivyo hivyo kutuunga mkono, kwa maana wao pia ni mchezaji wa 12. Kwa nguvu yao na imani tutafanya vizuri kwa support yao pia. Asante sana. Shukrani sana.